Samia Suluhu amechoka kubaki kimya. Hatimaye Samia Suluhu azungumza baada ya Chadema kukataa mazungumzo na kupinga uhalali wa maridhiano na vilevile kupinga uhalali wa serikali yenyewe. Samia Suluhu sasa ametuma ujumbe mzito kwa Chadema bila kuwataja jina na kuwaambia wazi njia za kusolve au kusuluhisha matatizo ni mbili. Moja ni vita na pili ni maridhiano, na dunia nzima inatumia au kuchagua njia ya maridhiano. Kando na hilo, Samia ametuma ujumbe wa mwisho mzito kwa upinzani ambao sasa umezua mjadala mitandaoni. Mtazamaji, kabla tusonge mbele, chukua sekunde yako moja like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Samia Suluhu amechoka kubaki kimya na hatimaye leo amezungumza, lakini hakuzungumza moja kwa moja hadharani yeye binafsi. Amemtuma makamu mwenyekiti wa chama tawala cha Mapinduzi CCM Stephen Wasira. Kuna mabadiliko yamejitokeza sasa katika mjadala wa kisiasa nchini Tanzania. Kwa wiki kadhaa, sehemu kubwa ya umakini imeelekezwa kwenye ukamataji, kesi mahakamani, maandamano na mvutano unaoongezeka kati ya serikali na Chadema. Hata hivyo, sasa kiongozi mmoja wa ngazi ya juu na wa muda mrefu ndani ya CCM amejitokeza na kile kinachoonekana kuwa ujumbe ulio wazi zaidi kutoka kwa chama tawala cha CCM kuhusu mwelekeo ambacho kinaamini upinzani Chadema unapaswa kuufuata. Stephen Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM, kwa niaba ya Samia Suluhu ametetea hadharani serikali ya CCM, akisisitiza kuwa ni serikali halali iliyochaguliwa na Watanzania wote. Wakati huo huo, ametoa wito kwa upinzani hasa Chadema kukumbatia mazungumzo na maridhiano badala ya kuendeleza mgongano wa kisiasa. Kauli zake zinakuja wakati ambapo uhusiano kati ya serikali ya Samia na Chadema bado una mvutano mkubwa kufuatia maandamano ya Julai 7, kufungwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu, kuongezeka kwa umakini wa kimataifa kuhusu hali ya kisiasa nchini Tanzania na upinzani kuendelea kukataa juhudi za kujiunga na mazungumzo na maridhiano isipokuwa masuala mapana ya kisiasa yashughulikiwe. Akizungumza katika mahojiano kwa niaba ya Samia Suluhu yaliyorushwa na TBC mnamo Julai tarehe 14, Wasira alionekana kushangazwa na wale wanaokataa kabisa suala la maridhiano. Kwa niaba ya Samia Suluhu alisema baadhi ya watu wanaendelea kudai kuwa serikali ya sasa haina uhalali, lakini kwa mtazamo wake yeye, uhalali wa serikali hutoka moja kwa moja kwa wananchi. Nikimnukuu, alisema hivi: wenzetu wanaendelea kusema serikali hii ya Samia haina uhalali, lakini tunajua uhalali hutoka wapi? Hutoka kwa wananchi, alisema Stephen Wasira wakati wa mahojiano hayo na TBC. Ingawa alizungumza kwa nafasi yake kama makamu mwenyekiti wa CCM, kauli zake zinatazamwa sana kama hatua ya kutetea utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan, wakati ambapo ukosoaji kutoka kwa viongozi wa upinzani unaendelea kushika kasi nchini. Lakini huo ulikuwa mwanzo tu wa ujumbe wake. Kisha Stephen Wasira alielekeza mawazo yake moja kwa moja kwenye suala ambalo limegawanya siasa za Tanzania kwa miezi kadhaa, suala la maridhiano. Kwa mujibu wake, katika historia yote kumekuwa na njia mbili pekee ambazo jamii hutumia kutatua migogoro ya kisiasa. Njia ya kwanza aliyoitamka Stephen Wasira ni vita. Njia ya pili aliyoitamka ni mazungumzo na maridhiano. Kwa mtazamo wake, mazungumzo ndiyo njia pekee endelevu na ya amani. Alisisitiza kuwa hakuna mgogoro unaodumu milele na kwamba hata nchi zinazohusika katika migogoro na vita vikali vya kimataifa hatimaye hurejea kwenye meza ya mazungumzo. Ili kufafanua hoja yake, Stephen Wasira kwa niaba ya serikali ya Samia alitolea mfano uhusiano kati ya Marekani na Iran. Alibainisha kuwa licha ya miaka ya uhasama na vipindi vya mara kwa mara vya mivutano ya kijeshi, nchi hizo mbili zimeendelea kufanya mazungumzo ya kidiplomasia mara kwa mara. Hoja yake ilikuwa rahisi: ikiwa mataifa ambayo yametumia miongo kadhaa yakiwa mahasimu na maadui wa kijiopolitika bado yanaweza kuwasiliana, basi vyama vya siasa ndani ya nchi moja navyo vinapaswa kuweza kukaa meza moja kwa pamoja na kufanya mazungumzo na maridhiano. Ujumbe huo unaonekana kuzungumzia moja kwa moja msimamo wa Chadema kwa sasa. Kwa miezi kadhaa, chama cha upinzani kinachoongozwa na John Heche, sasa hivi kiongozi wao akiwa gerezani, kimeshikilia
kuendelea kwa mazungumzo ya maana hayawezi kutokea wakati viongozi wake wakisalia kukamatwa, huku kesi za kisheria zikiendelea na huku maswali yanayohusu uhuru wa kisiasa yakiwa bado hayajajibiwa au kutatuliwa. Viongozi kadhaa wa Chadema wamekuwa wakipinga mara kwa mara kwamba maridhiano bila haki hayawezi kutatua matatizo ya kisiasa ya Tanzania. Kutokuelewana huko kumekuwa ni moja ya masuala ya msingi katika siasa za Tanzania. Wakati serikali imekuwa ikihimiza mazungumzo na maridhiano ya kitaifa mara kwa mara, watu wengi wa upinzani Chadema wamesema kwamba imani lazima kwanza ijengwe upya kupitia mageuzi ya kisheria na kisiasa pamoja na suala la katiba mpya. Kwa hiyo mahojiano ya Wasira yanaongeza sauti nyingine muhimu kutoka ndani ya uongozi wa juu wa CCM. Badala ya kulenga ukosoaji wa viongozi binafsi wa upinzani, alizingatia kanuni pana kwamba mazungumzo ni bora kuliko kuendelea kwa makabiliano na vita. Alihoji kwa nini mtu yoyote atakataa maridhiano kabisa. Kulingana na yeye, Stephen Wasira, mazungumzo yenyewe hayawakilishi kujisalimisha, badala yake zinawakilisha fursa ya kupata suluhu za amani kabla ya kutoelewana kuzidi kuongezeka. Kauli yake hiyo pia imekuja siku chache baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhudhuria hafla ya utiaji saini tamko la maridhiano na mazungumzo ya kisiasa kati ya CCM na chama cha upinzani ACT Wazalendo huko Zanzibari. Wakati huo huo wa tukio hilo, Rais Samia alitoa hoja kwamba maridhiano kamwe yasitafsiriwe kuwa udhaifu. Badala yake, alieleza mazungumzo ya kisiasa kama ishara ya ukomavu na uongozi unaowajibika. Alisisitiza kuwa Watanzania wanahitaji utulivu, umoja na ushindani wa kisiasa wenye amani ili kuendelea kuzingatia maendeleo. Sasa Stephen Wasira anaonekana kusisitiza ujumbe huo huo kutoka upande mwingine. Wakati Rais Samia akizungumzia maridhiano kama uongozi wa kitaifa, Stephen Wasira naye ameweka maridhiano kama njia mbadala ya migogoro isiyoisha ya kisiasa. Matamshi yake pia yanafika katika kipindi ambacho Tanzania inaendelea kuvutia kimataifa. Kundi la mawaziri wa Jumuiya ya Madola hivi karibuni limeelezea wasiwasi wake kuhusiana na mazingira ya kisiasa ya Tanzania, ikiwa ni pamoja na kuwekwa kizuizini kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu na maswali mapana yanayohusu haki za binadamu na uhuru wa kidemokrasia. Mashirika ya kimataifa, serikali za kigeni na washirika wa kidiplomasia wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya kisiasa. Ndani ya Tanzania, mijadala ya kisiasa imesalia kuwa na mgawanyiko mkubwa. Wafuasi wa serikali wanahoji kuwa amani na utulivu lazima vibaki kwa kipaumbele cha juu zaidi cha nchi. Wafuasi wa upinzani Chadema wanahoji kuwa amani endelevu inahitaji kushughulikia masuala ya uhuru wa kisiasa, kukamatwa na mageuzi ya katiba. Hata hivyo, mtazamaji wa Simulizi Media, kwa sasa jambo moja ni dhahiri. Mmoja wa viongozi wakuu wa CCM anadaiwa kuitetea hadharani serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa niaba ya Samia mwenyewe. Akathibitisha uhalali wa serikali hiyo na kutoa rufaa iliyo wazi zaidi kwa Chadema kuchagua mazungumzo juu ya kuendelea kwa makabiliano na vita vya kisiasa. Iwapo ujumbe huo unakubaliwa au kupingwa na Chadema na upinzani, unaweza kuunda sura inayofuata ya hadithi ya kisiasa ya Tanzania. Nijuze mtazamo au maoni yako upande wa maoni chini ya video hii, vile like video kisha subscribe.